CCM. Ni hivi, hawa jamaa ni aidha wamekuwa hawapo siku zote au wanajizima data. Wanajizima data, sio? Nisikilize. Iko hivi. Chopa imekuwa ikiruka Chadema sio kwa sababu ya kutumia ruzuku ya Chadema. Haijawahi kuruka kwa kutumia nini? Ruzuku ya Chadema, na nitakupa ushahidi. Mimi bahati nzuri ni waasisi wa kurusha chopa Chadema, sio? Mimi nimeingia Chadema mwaka 2004 tarehe 28 mwezi wa 12. Ilipofika mwaka 2005 tukasema lazima kwanza tuwe na mgombea urais kwa mara ya kwanza. Chadema ilikuwa haijawahi kusimamisha mgombea urais. 95 ilisimamisha mgombea urais, 2000 kusimamisha mgombea urais, sio? 2005 tukasema lazima tuwe na nani? Na mgombea urais. Cha pili tukasema lazima kampeni zetu tufanye kwa kutumia helikopta, sio? Mwaka 2005 wakati huo tunaamua kutumia helikopta, Chadema ilikuwa inapata ruzuku ya serikali ya milioni 5,600,000. Milioni 5,600,000 ambazo zilikuwa hazitoshi hata kugharimia gharama za makao makuu za umeme na maji na nini, zilikuwa hazitoshi. Sisi tumehama na chama, tumehama na wanachama wenye uwezo wa kujitolea. Ndio umekuja hapa kwa kujitolea, kweli si kweli? Kweli. Tumehama na wanachama ambao wana uwezo wa kuchangia. Tumehama sisi, tumehama na akili ya kupanga, na tumehama na wachangiaji na wadau wanaotuchangia ili tuweze kufanya kazi yao. Utauliza sana. Mimi naongea hayo ili nyie muweze kupata majibu ya propaganda ambazo zinafanywa kwenye vijue vya kahawa, sio? Na wakija kwenye mkutano waulizeni no reforms no election. Tunafanyaje ili kuwe no election, sio? Tunafanyaje? Wakwambieni. Hawezi kuvia wao. Wengine wanakuambia kwamba tutalala barabarani siku hiyo. Sasa mimi nakuuliza, hivi ukilala Msamvu pale barabarani, hivi Kihonda uchaguzi haufanyiki? Unafanyika. Umelala pale barabarani Msamvu, Kihonda uchaguzi haufanyiki? Unafanyika. Sasa kulala barabarani kunazuia uchaguzi. Utakuwa umezuia magari yanaenda Iringa na Morogoro na Dodoma. Polisi watakuokota kama kumbi wakuweke kwenye karantini, wakupeleke unakostahili tu. Kweli. Kutoka wewe uzuie uchaguzi, unakwenda kupiga magari. Mwingine akasema tulala nyumbani. Ukilala nyumbani unazuia uchaguzi, umesusa. Umesusa unazuia uchaguzi. Kwa hiyo unataka kusema no reforms no election, mnalala nyumbani. Chauma hatutalala barabarani, hatutalala nyumbani, hatutasusa, tutakwenda nao hawa jamaa mpaka tutaeleweka. Nataka niwaambie muelewe, sio? Niwaambie vipi? Muelewe. Na unajua za kuambiwa changanya na za kwako. Sasa anakuja mtu anakuambia maneno, humuulizi, unapiga makofi, halafu baadaye unaondoka. Wakikuja tunafanyaje? Mimi nitaongea hapa na waeleza, na mwisho nitawapa nafasi ya kumuuliza maswali, sio? Ili tuweze kujadiliana. Tupange na mtatakuwa mkae nyewe chini kwenye kitongoji chenu, kwenye mtaa wenu hapa mjini, kwenye mtaa yenu, mpange mkakati wa namna gani mnakabiliana na CCM kwenye kituo cha kupigia kura, sio? Mnakwenda na wakala wenu aingie kwenye kituo, hakuingia mnafanyaje mpaka aingie, sio? Sisi tunataka tukapambane nao. Kususa haijawahi kuwa jibu la tatizo lolote duniani, sio? Haya mabadiliko tunayotaka si ya kisheria. Mabadiliko si ya kisheria au nadhani ya kisiasa. Mabadiliko ambayo tunasema kama tunataka kupata tume huru, lazima itungwe sheria itakayezaa tume huru, sio? Kama tunataka sheria bora za uchaguzi, lazima zitungwe sheria nzuri za uchaguzi. Kama tunataka katiba mpya, lazima itungwe sheria ya kuanza mchakato wa katiba, sio? Mambo yote haya tunayodai yanafanywa kwa kutunga sheria, sio? Hebu niwaulize nyinyi watu wa Morogoro, tuliokaa hapa na wingi wetu tunaweza tukatunga sheria tukaipeleka ikawa ni sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
Hapa tunaweza tukatunga sheria hapa? Tukikusanyika kwenye uwanja wa mkutano wa hadhara tunaweza tukatunga sheria pale? Tukifanya maandamano tunaweza kutunga sheria? Tukiwa kwenye kijiwe cha kahawa tunaweza kutunga sheria? Sheria zinatungwa wapi? Sheria zinatungwa wapi? Bungeni. Okay, sisi hapa tuko Morogoro hapa. Tumuombe Mheshimiwa Devota atuombee kwa spika wa bunge. Kesho tukachukua ukumbi wa Mseko pale bungeni. Tukikaa pale tunatunga sheria sisi hapa. Tukienda sisi pale kwenye ukumbi wa bunge tunatunga sheria? Hatutungi sheria, sio? Sheria inatungwa bungeni, inatungwa na kina nani? Inatungwa na wabunge, sio? Wabunge wanapatikana. Wabunge wanapatikana kwa uchaguzi, sio? Sasa wewe uende kwenye uchaguzi, maana utakuwa huna wabunge, halafu tunakwenda kwenye bunge la CCM peke yao, halafu unataka doa kutumia sheria nzuri ya kufanya wewe hata kushiriki uchaguzi. Watafanya hivi? Hapana. Kwa hiyo wewe uende kwenye uchaguzi, CCM wapite bila kupingwa, bunge lote liko la CCM, halafu waanze kufanya reforms, halafu kutungia sheria nzuri, wewe ndio uanze kushiriki uchaguzi kwamba sasa kupendelea wewe. Sisi Chauma tumeamua tutakwenda kwenye uchaguzi, tutaenda kupigana kufa na kupona, tupate madiwani, tupate wabunge. Wabunge wakikiwasha bungeni, sisi tukiwasha mtaani mpaka kitaeleweka. Kitaeleweka. Hamwezi kukiwasha mtaani hamna wabunge, sio? Unajua kususa, labda umesahau. Hebu niwaeleze mifano mitatu ya kususa. Mwaka 2011 tulifanya maandamano tukiwa Chadema. Tulifanya maandamano nchi nzima tukidai katiba mpya. Wale wenye kumbukumbu wanajua, sio? Mwaka 2012 Kikwete akiwa rais akakubali kwamba tuandike katiba mpya. Akaunda tume ya katiba mpya, tume ya Jaji Warioba. Ndugu zangu wa Morogoro, chama cha siasa ni nyenzo ya uchaguzi. Chama cha siasa ni taasisi ambayo inaanzishwa kwa lengo la kuchukua madaraka ya dola na kutumia madaraka hayo kuleta ustawi wa kiuchumi, wa kisiasa na kijamii. Ndio chama cha siasa. Chama cha siasa ambacho hakiendi kwenye uchaguzi kinakuwa sawasawa na timu ya mpira ambayo imesajiliwa kwenye ligi, imepangiwa mechi za ligi, halafu haiendi uwanjani kucheza. Itachukua kombe? Haichukui, sio? Na timu ambayo haiendi uwanjani kucheza inaweza ikalalamikia mchezo mbaya wa marefari kuchezesha vibaya? Haiwezi kulalamika, kwa sababu kama hukuwa uwanjani huwezi kusema refari anachezesha vibaya na watu wakakuelewa, sio? Kwa hiyo lazima uende uwanjani. Wanachezesha vibaya, wanachezesha vizuri, utaenda uwanjani ukacheze mpira. Ukifanyiwa rafu utalalamika, ukiweza utashinda, sio? Kwa hiyo ndio mpira. Sasa chama cha siasa kinatakiwa kiende kwenye uchaguzi, sio? Kinatakiwa kubuni mikakati ya namna gani wanafanya ili wasiibiwe. Sisi Chauma tunajua kwamba kura zinaibiwa, sio? Chauma tunajua kwamba kwenye uchaguzi kuna figisu, sio? Hivi kuna mtu anaweza kudhani kwamba mimi sijui kama kuna wizi wa kura? Serikali za mitaa, mimi nilikuwa niko mtaani, tumepambana na wakurugenzi pamoja na watendaji, sio? Najua kwamba uchaguzi unaibiwa, najua kwamba sheria ni mbaya, najua kwamba tume haiko huru, najua kwamba tuna katiba ya chama kimoja, sio? Lakini je, kususa ndio jibu? Kususa ndio jibu? Yaani kwa mfano wewe unalima hapa mlima Uluguru, sio? Kuna nyani wanaiba mahindi, sio? Wewe umelima shamba la mahindi, nyani wanaiba mahindi, ili urudi na mahindi nyumbani. Unikisusa shamba unarudi na mahindi nyumbani? Urudi nayo, sio? Kwa kususa haiwezi kuwa jibu la wewe kurudisha mahindi. Namna bora ya kufanya, kama nyani wanaiba mahindi, namna bora ya kufanya ni kuongeza mbinu za kulinda shamba lako, sio?
na sisi twende tuongeze mbinu za kulinda nini, kura zetu zisiibiwe, sio? Tuongeze mbinu za mapambano kituoni, sio? Ili tuhakikishe CCM tuwafungashia vilago vyao, wanaenda kupumzika na wenyewe. Kwa hiyo ni ya kwanza. Sababu ya kwanza ni kwamba chama cha siasa kazi yake ni kushiriki uchaguzi ili kushinda dola. Chama cha siasa hakishindi dola kwa kupindua, hakishindi dola kwa mapanga, hakishindi dola kwa bunduki, kinashinda dola kwa sanduku la kura na karatasi ya kupigia kura. Ndio kazi ya chama cha siasa. Mambo mengine tuyaachie majeshi, lakini sisi chama cha siasa kazi yetu ni kutafuta dola kupitia sanduku la nini, la kura. Kuna wizi tukakabiliane nao pale kwenye kituo, sio kukimbia uchaguzi. Haiwezi kuwa jibu letu. Sasa hiyo ni ya kwanza, kwamba tukiacha kwenda kwenye uchaguzi, maana yake tunaachana na lengo letu la msingi la kuanzishwa kwa chama. Chama cha siasa kazi yake, lengo la kwanza ni kushika dola kupitia uchaguzi. Kwa Chauma tutaenda kwenye uchaguzi. Sababu ya pili ya kwa nini Chauma tuenda kwenye uchaguzi, hebu niwaulize watu wa Morogoro. CCM imetuongoza miaka 64 ya uhuru, kweli si kweli? Yaani leo hapa Morogoro akina mama nyie, si mnahitaji mikopo mjenge maisha? Mnaipata? Hampati mikopo ya bei nafuu mpaka mnaenda kwenye kausha damu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti anasemaga mnaenda kwenye kausha damu. Hapa watu tumekaa, ikifika wiki kuna watu leo zinagundia mgongoni, kweli si kweli? Kwamba unatakiwa rejesho, na rejesho lenyewe usiporejesha maana yake watakuja kukusanya kila kitu, sio? Tunalazimika kuingia kwenye mikopo inayotutia umasikini, kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi imeacha wajibu wake wa kuwapigania wanawake, vijana na wazee waweze kujenga maisha yao. Imeachana na huo utaratibu. Hiyo shida ya kwanza, sio? Je, hii shida mko tayari iendelee kwa miaka 5 kwanza mingine? Mngetaka iishe jana, sio leo. Jana, sio? Mngetaka iishe jana, lakini kuna watu wanasema tusiende kwenye uchaguzi ili muendelee kwanza miaka 5. Sisi Chauma tumekataa kwamba tuenda kwenye uchaguzi ili hawa wanawake wapate madiwani halmashauri watakayepigana, wahakikisha 10% ya mapato ya halmashauri inakwenda kwa kina mama, inakwenda kwa vijana, inakwenda kwa watu wenye ulemavu, ili waweze kujenga maisha yao kwa gharama nafuu. Kwa hiyo ni shida ya kwanza. Lakini sikilizeni, akina mama mkienda kujifungua, je, hali ikoje? Ni mbaya. Kujifungua hali ni mbaya, dawa hazipo, matibabu ni ya shida. Vijana hawa hapa, vijana wengi wamesoma, sio? Vijana wengi wanaendesha bodaboda, wana degree 2, wana degree 1, wana vyuo vya ufundi, wanaendesha bodaboda. Kwa sababu gani? Wazazi mnawasomesha kwa gharama kubwa. Mnauza mashamba, mnauza viwanja, mnauza nyumba, mnauza mifugo, wanasoma chuo kikuu. Anamaliza kijana, mwaka wa kwanza hana ajira, mwaka wa pili hana ajira, mwaka wa 3 hana ajira, anatembea tu na kibegi kina vyeti, sio? Ajira hamna. Baadaye anaamua kuanza kuendesha bodaboda. Mpaka wadogo zake wanakata tamaa ya kusoma. Wanaona kaka huyu hapa amemaliza chuo kikuu, anatembea na vyeti vyake na anaendesha bodaboda. Mimi ndio niko form 4, ninasoma mpaka nikimaliza ajira zitakuwepo? Hazina kuwepo, sio? Tunataka Watanzania mpate serikali ambayo itajenga uchumi unaozaa ajira, na serikali hiyo itatoka Chauma. Hatuwezi kuacha kwenda kwenye uchaguzi ili Chama cha Mapinduzi waendelee. Maanake wakiendelea lazima tuendelee na mateso haya. Hatuko tayari Chauma, tumekataa. Na kama watu wa Morogoro mnatuunga mkono, na sauti ya wengi ni sauti ya nani? Ya Mungu. Sauti yenu ni sauti ya Chauma. Tutakwenda pamoja, tutakwenda viongozi, tutakwenda wanachama,
tutakwenda pamoja, twende tukawakabili CCM kwenye kituo cha kupigia kura, kwenye kituo cha kupigia kura. Wala hatuachi. Kuna watu wanataka wapite bila kupingwa, halafu wanasema Chauma hawa wanataka kwenda kwenye uchaguzi wamenunuliwa. Hebu mimi niwaulize watu wa Morogoro, maana mimi naweza kuwa na akili ndogo sana. Hivi kuna Chauma hapa inasema twendeni tukawakabili CCM kwenye sanduku, sio? Kuna chama hapa kinasema tusiende kwenye uchaguzi kwa kuwadanganya kwamba watazuia uchaguzi. Hawakuambieni mbinu ya mikakati ya kuzuia uchaguzi. Wanataka CCM apite bila kupingwa. Anayetaka CCM apite bila kupingwa na anayejipanga kwenda kumkabili CCM, anayeweza kuwa amenunuliwa na CCM ni yule. Anayetaka CCM apite bila kupingwa ndo ana uwezo wa kuwa amenunuliwa, sio? Kwa sababu CCM hawawezi kununua mtu anayekwenda kuwapinga. Wanayetaka CCM apite bila kupingwa, hao ndio inabidi tuwaulize wamenunuliwa bei gani. Maana wanataka CCM ipite bila nini? Bila kupingwa. Chauma tumejipanga, na Chauma mgomvi wetu Chama cha Mapinduzi tumesema sisi tutaenda nao kiulalo mpaka kieleweke. Kwa hiyo nitaka kueleza kwamba Watanzania kwa miaka 64 mnazo shida nyingi sana, sio? Hizi shida haiwezekani tukawaacha CCM wakaendelea. Ni lazima twende tukapambane nao. Sio kwamba sisi hatutaki mabadiliko ya sheria, tunayataka. Tunataka tume huru, tunataka katiba mpya, lakini tutapigania mabadiliko. Yakiwa hayajapatikana tutakwenda kwenye uchaguzi, sio? Tutaenda kwenye uchaguzi huku tukipigania mabadiliko. Yasipopatikana tutaenda kuwakabili CCM hivyo hivyo walivyo, na tulishawaambia siku nyingi kwamba ng'ombe mwaka huu tutamchinja atakavyofanya, atakavyolala, hatumgeuzi. Akilala kifudifudi tunachinja kuanzia kisogoni, akilala kiubavu tunachinja kiubavu, akilalia mgongo tunachinja kuanzia kwenye kolomeo, hatugeuzi, tutamchinja hivyo. Kwa CCM tutaenda nao hivyo hivyo, na mgongo wetu si ni mmoja. Hawa wengine tunawajibu kwa sababu ya propaganda zao ambazo wanazifanya. Sikiliza, unajua sisi saa nyingine ni wastaarabu sana. Ungeweza kuambia wakatuelewa. Mmoja juzi alikuwa anakimbia akamkamatia na manga, sio? Huku anasema mtazuia uchaguzi, hata akimbilie Canada, sio? Na familia yake haiko hapa, yuko Canada. Sasa wewe unakimbilia Canada, hii no reform unamwachia nani huku? Unamwachia nani? Unadanganya watu tu hapa, sio? Uchaguzi wa 2020 mlipomaliza, si watu walikimbia? Mkabaki hapa, mlikuwa mawakala, tukabaki na nyie, tukaanza kupambana na kesi. Zaidi ya watu 400 walikuwa wako ndani, wengine wakahukumiwa maisha, tukapambana. Watu wako Ubelgiji, watu wako Canada, sio? Wewe kamanda wa vita unakimbia vita peke yako, kumbe wewe ndio unaogopa kufa peke yako. Kama unaongoza wanachama, kwa nini ukuondoka nao kwenda nao Ubelgiji au Canada? Kwa nini ukaondoka peke yako? Hafu nataka aseme kufuata mgongoni kama wewe ni kamanda wao. Kamanda wao kiwango gani? Kamanda unayekimbia vita. Halafu walipokuwa narudi wakana lazimisha tuwapokee. Mimi nikasema tunapokeaje mtu aliyekimbia vita? Hivi kuna shujaa anakimbia vita? Hatuwezi kuwapokea. Tuwapokee mashujaa waliyetoka kukimbia vita. Waliyebaki Tanzania ndio walikuwa mashujaa, sio waliyekimbia. Sawa sawa? Yesu mlibaki Morogoro. Mlibaki hapa mpaka Magufuli Mungu akamchukua, sio? Tulibaki hapa nikipambana na Magufuli mpaka nani? Mpaka Devota alibaki hapa, sio? Alikuwa mgombea, sio? Mmemaliza uchaguzi, aliendelea kuwa hapa, Magufuli kafa kamwacha, sio? Sasa hawa waliyekimbilia wamekimbilia nje.